Funza mawili matatu kutokana na methali hiyo. Wanakwetu wananiita Joash Onsare. Moja kwa moja tukutaarifu. Baada ya mhubiri Peter Kimondo kukamatwa hapo jana eneo la Ruiru kwa madai ya ulawiti na vitendo vichafu, hii leo anatarajiwa kufikishwa kwenye mahakama ya Nakuru kujibu mashtaka dhidi yake. Kwa sasa tufululize moja kwa moja hadi kwenye mahakama ya Nakuru ambapo mwandishi wetu Chichi Josephine yupo ngangari kabisa. Chichi Josephine, tujuze taarifa hii ambayo unafuatilia kuhusiana na mhubiri huyu, inaenda vipi, amefikishwa mahakamani na tutarajie kipi? Chichi? Joash, ni kweli niko gangari kufuatilia kisa cha yule ambaye ni mhubiri Peter Kimondo, ambaye kueleweka kwamba wiki kadhaa zilizopita mamia ya wananchi iliweza kutokea kwenye kanisa lake eneo la Ruiru kuweza kuhakikisha kwamba ama kusema kwamba wanahitaji majibu kutoka kwa yule ambaye ni mhubiri dhidi ya visa vya ambapo aliweza kutuhumiwa kwamba amekuwa akifanya vitendo vya ulawiti. Na hivyo basi leo niko kwenye mahakama ya Nakuru ili kufuatilia kesi hii. Baadaye hapo jana Peter Kimondo ambaye ni mhubiri aliweza kukamatwa eneo la Ruiru na kuweza kufululizwa hadi hapa katika kaunti ya Nakuru, na ameweza tu kuwekwa ama ameweza kuzuiliwa kwenye kituo cha polisi cha Central hapa katika kaunti ya Nakuru. Na hivyo basi hii leo anatarajiwa kuwa atakuwa akiwasilishwa mbele ya mahakama ya Nakuru ili kuweza kujibu mashtaka dhidi yake. Na hivyo basi kwa sasa, iwapo mpiga picha wangu tu atakupa taswira kidogo tu, ni kwamba tuko kwenye mahakama ya Nakuru, na wakati wowote kuanzia sasa Peter Kimondo atakuwa akitolewa ama kitakuwa akiletwa kwenye mahakama hii kutoka kwenye kituo cha polisi cha Nakuru. Nakumbuka kwamba aliweza kukamatwa hapo jana siku ya Jumapili na maafisa wa polisi, ambapo pia yule ambaye ni Peter Kimondo ameweza kutuhumiwa kwamba mnamo Mei mwaka 2022 aliweza kufanya kitendo cha ulawiti na aliweza kumlawiti mmoja wa wakazi wa kaunti ya Nakuru kutoka eneo la Bahati. Na hivyo basi ni swala ambalo bado hii leo itakuwa likiangaliwa kwa undani kutoka kwenye mahakama ya Nakuru. Na ile kwamba aliweza kukamatwa akiwa pamoja na yule ambaye ni James Kang'ethe, ambaye kutokana na yule ambaye ni naibu kamanda wa polisi kutoka kaunti ndogo ya Nakuru Mashariki, Kegode Shila, aliweza kusema kwamba yule ambaye aliweza kukamatwa pamoja na Kimondo atakuwa kitumiwa kama shahidi wa serikali katika kisa hichi ama katika kesi hii, na ambapo pia hakuna hata kwa kijibu mashtaka yoyote. Lakini ile kwamba awali kuna yule ambaye aliweza kuwa amekamatwa, Ezron Njoroge, ambaye anaweza atakuwa kijibu mashtaka sawia na yale ya Peter Kimondo. Hivyo basi tunafuatilia swala hili kama nilivyokueleza. Wakati wote kuanzia sasa mhubiri Peter Kimondo atakuwa kiwasilishwa mbele ya mahakama ya Nakuru ili kuweza kujibu mashtaka dhidi ya matendo ya ulawiti. Na ile kwamba nikasema kwamba hapo awali mnamo mwaka 2022 Mei aliweza kutumiwa kwamba aliweza kumlawiti mmoja wa wakazi wa kaunti ya Nakuru kutoka eneo la Bahati. Na hivyo basi ni kesi ambayo itakuwa ikifika kwenye mahakama na tutakuwa tukifuatilia kwa undani zaidi. Na hivyo basi Peter Kimondo ameweza kuzuiliwa tu. Kwa upande wangu wa kulia ni kituo cha polisi cha Central, ambapo ndiko Peter Kimondo ameweza kuzuiliwa, na wakati wote tunaona kuna harakati ama hafla shughuli za kuweza kuhakikisha kwamba atakuwa kitolewa na kuweza kufikishwa mahakamani kujibu mashtaka dhidi ya ulawiti. Na nikaweza kukueleza kwamba kuna yule ambaye aliweza kukamatwa pamoja na James Kang'ethe ambaye atakuwa akitumika kama shahidi wa serikali kwenye kesi hii, lakini hata kwa kijibu mashtaka yeyote. Hivyo basi ni ruhusu tu Joash nifuatilie swala hili, tukimbie tuone kipi ambacho kitakuwa kikijiri kutoka mahakama ya Nakuru na kesi ya Peter Kimondo ambaye ameweza kuwa kitafutwa na maafisa wa polisi itakuwa vipi. Hivyo basi ni ruhusu tu niweze kufuatilia swala hili. Kwa upande wangu wa kulia tutakuwa tukivuka pale ili kuweza kuona maafisa wa polisi wakimtoa Peter Kimondo kutoka kituo cha polisi cha Central, na kando yake ni mahakama ya Nakuru ambapo atakuwa akienda kujibu mashtaka dhidi ya visa vya ulawiti ama tuhuma za ulawiti. Kutoka kwangu sina la ziada Joash, chukua sukani. Jina langu ni Chichi Josephine. Naam, shukrani sana Chichi Josephine ukitujia mubashara kutoka mahakama ya Nakuru, jiji la Nakuru, kutufahamisha kuhusiana na kesi hiyo ambayo anatuhumiwa kwayo, ambaye ni mhubiri wa Christ Impact pale Ruiru, ambaye anafahamika kama Peter Kimondo, ambaye anatuhumiwa kwa makosa ya ulawiti. Tutakuwa tunafuatilia taarifa hiyo mtazamaji, tukujuze mengi zaidi katika taarifa zetu zijazo. Vile vile mtazamaji, taarifa